Hakuna huduma rasmi ambayo inahitaji viungo vya mtu, isipokuwa wanaoweza kufanya hivyo ni matapeli tu. Na ndio maana hata wale ambao wakati mwingine wanaagizwa vitu vya namna hiyo wamejikuta wakiishia pabaya. Sasa imagine vitu hivyo havina sehemu yoyote ambayo vinahitajika katika masuala ya jadi, asili na utamaduni. Na kama nilivyowaeleza, mimi ni kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni. Ninazifahamu nguvu za asili, nimerithi kutoka. Karibuni tena katika himaya yetu ya Fathergate. Mimi ni Mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni na kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi. Siku ya leo ni siku ambayo nimependekeza kuweza kuzungumza nanyi waandishi wa habari kutokana na hatua za maisha kadiri yalivyo. Zaidi ya hapo, itoshe tu kueleza wazi kwamba kikubwa ambacho kimenifanya niweze kuwaita hapa katika ofisi zangu Mbezi Beach Africana ni kuendelea kuwahimiza vijana uwajibikaji. Kama nilivyoweza kueleza, mimi ni kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni kutoka himaya ya Nyarutambwe, Manyovu, Kigoma, Tanzania. Lakini leo niko hapa jiji la Dar es Salaam katika himaya ndogo Mbezi Beach Africana, ambapo ndipo ofisi zangu zilipo, ikiwa tunaendeleza huduma kwa kuendelea kusaidiana kwa kadri ya mambo ya kiafya na masuala yanayohusiana na kiuchumi. Lakini katika hatua hizo, leo nimependekeza kuwaita waandishi wa habari ili niweze kuzungumza na vijana, niweze kuzungumza uwajibikaji. Mara nyingi nimekuwa nikielezea wazi kwamba vijana, acheni tamaa. Ni wazi kwamba kuna baadhi ya vijana wamejikuta kwa sababu ya kutokuwa na uwajibikaji, kutokuwa na majukumu rasmi, wamejikuta wakihitaji maisha ya mkato. Maisha hayo ya mkato wamejikuta yakiwasababishia matatizo, na wengine wakiendelea kuishia jela, wengine wakiishia kudhalilika na kujikuta wanadhalilisha familia zao. Ni swala lililo wazi. Mmeona baadhi ya vijana wakijihusisha na ushirikina mbaya katika kutafuta riziki. Wengine hata wakiambiwa kuweza kufanya vitendo vya kikatili hususan kwa watoto. Ni mambo yaliyoonekana na ni mambo ambayo yanaendelea kuonekana, na ndio maana mimi kama kiongozi wa kimila ambaye nasimama na jadi, asili na utamaduni, nimeonya vijana waache tamaa. Mara nyingi vijana wengi, kama nilivyoweza kueleza, wengi wanaoingia katika mikumbo hiyo ni wale ambao hawana majukumu, na ndio maana hata leo naendelea kusisitiza uwajibikaji. Kila mmoja alipo aweze kuwajibika, awe na kipato rasmi, awe na kazi inayomuingizia kipato. Hawezi kuishi bila kazi. Zaidi ya hapo tu, itoshe kuwaeleza wazi kwamba vijana, ujumbe huu wafikie. Wakati ninapokuwa kwenye huduma, kuna baadhi ya watu wanapiga simu wanasema, Mfalme, tumeona ukisaidia vijana wengi na mimi naomba unisaidie, lakini niko tayari kwa lolote. Hilo neno niko tayari kwa lolote nimekuwa kila anayenipigia na muonya. Kwa sababu unaposema uko tayari kwa lolote, maana yake uko tayari hata ukiambiwa kamuue mama yako, utakuwa uko tayari. Hata ukiambiwa kamuue baba yako, utasema uko tayari. Na ndio maana naeleza wazi kwamba watu inabidi wapate elimu ya mafanikio. Hakuna tajiri aliyetajirika kwa chuma ulete, hakuna tajiri ambaye mpaka leo anaishi kwa chuma ulete. Wengi hao wanaojihusisha na tiba asili, wanaokudanganyeni kwamba unaweza kutajirika kwa chuma ulete, ni matapeli. Na nimekuwa nikisisitiza juu ya habari ya matapeli. Utapeli ni jambo lingine baya katika jamii zetu. Nimepokea taarifa nyingi kutoka maeneo mbalimbali duniani. Nimepokea taarifa kutoka Kongo, nimepokea taarifa za utapeli kutoka Rwanda, nimepokea taarifa za utapeli nchini Marekani, nimepokea taarifa za utapeli South Africa, nimepokea taarifa za utapeli nchini Kenya, nimepokea taarifa za utapeli Rwanda, nimepokea taarifa za utapeli Zanzibar, lakini pia maeneo mbalimbali duniani ikiwemo Tanzania. Hususan Tanzania imekuwa ni eneo la matapeli, hususan wale wanaojihusisha na tiba za asili. Ndugu zangu, itosha tu kuambia wazi kwamba utapeli ni mbaya sana. Katika utapeli unajipatia laana ambazo baadaye zinaweza kama majuto kwako, na ni bahati mbaya kubwa kwamba wengi hawana elimu ya kuchukua kitu cha mtu. Siku zote nimekuwa nikiwaambia, lolote utakalolitenda unajitendea mwenyewe. Umetenda uzuri, unajitendea mwenyewe. Umetenda ubaya, unajitendea mwenyewe. Kama umechukua fedha ya mtu, umechukua jasho la mtu pasina kazi yoyote,
jua wazi kwamba ipo siku utajuta ni kwa nini umefanya hivyo. Nikisema hivi baadhi ya watu wanashangaa, na ndio maana hata matapeli wengi wamekuwa wanipendi. Mimi ninapenda kitu cha halali, mimi ninapenda kazi za halali, na ndio maana siku zote nimekuwa nikiwaonya matapeli na nimeeleza matapeli, acheni utapeli. Madhara ya utapeli ni mabaya sana. Wenzangu hapa ni vijana wa kike na wa kiume, wengine mmeoa na wengine wameolewa kwa namna ya wanawake. Ni swala lilo wazi kwamba unaweza kaishi katika ndoa lakini ukawa hauna amani hata ndogo. Kinachopoteza amani ni kitu gani? Ni maadili. Maadili yamefanya nini? Mara zote inapoonekana kwamba kuna changamoto ya maadili kwenye jamii, ndipo utapeli unaweza ukaanzia hapo. Na utapeli unapokuwa unafanyika, kama nilivyoeleza, mimi ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi, kuna baadhi ya mambo moja kwa moja yanaleta laana automatic. Ninaposema laana, mmejikuta mmekutana na watoto wa matapeli, mmewaoa. Mmejikuta wanawake mmekutana na vijana wa matapeli, wamewaoa. Mwisho wa siku maisha yanakuwa ni mtihani, na mwisho wa siku maisha yanakuwa ni vikwazo kila wakati. Sasa mnaweza mkaniuliza, Mfalme, sasa hiyo nayo ina uhusiano gani? Nimeeleza wazi kwamba kila unachokifanya kinarekodiwa kwenye anga hewa. Kila unachokifanya kinarekodiwa kwenye dunia. Kila unachokifanya utakiwajibikia na utakijibia. Ninaposema hivyo nina maana kubwa, na ndio maana wakati mwingine kuna maneno yamekuwa yakitumika kwamba malipo ni hapa hapa. Usije ukahisi kwa sababu una uwezo mzuri sana wa utapeli kwamba utatapeli tu afu utapata fedha afu fresh tu, halafu naendelea na maisha yako. Haiwezekani. Mungu alituumba tuishi kwa wepesi. Ugumu wa maisha watu wanausababisha wenyewe. Sasa kama unaweza ukajipanga ufungue ofisi halafu utapeli watu, unahisi hapo kuna baraka? Na ndio maana inafika hatua watoto wa matapeli wanaishi na ile baraka ya wazazi. Mkiangalia hata katika vitabu vya maandiko ya kiroho, mtaona wazi kwamba imeandika, nami nitawapa laana kizazi cha 3 na cha ngapi? Sasa hiyo laana inatoka wapi? Laana inatokana na matendo yaliyotendwa. Laana inatokana na matendo yaliyofanyika. Na ndio maana nimekuwa nikiwaambia kila siku, matapeli, tafuteni kazi, fanyeni kazi. Muda wa toba, muda wa kuweza kuomba ridhaa ya msamaha kwa ya Mungu ili muweze kuendelea na maisha kwa kadiri ya ilivyo upo. Maana sio kwamba ukiwa tapeli ushatapeli ndo basi, hapana. Wapo viongozi wa kimila, wapo viongozi wa kiroho wanaweza kukusimamia na wakakusaidia jinsi ya kuondokana na laana ulioipata kwa utapeli uliofanya kwa miaka mingi na maisha mengine yakaendelea. Na usipofanya hivyo, jua wazi kila ulichokifanya hakika kitakurudia. Umefanya uzuri, umejifanyia mwenyewe. Umefanya ubaya, umejifanyia mwenyewe. Na ndio maana nimekuwa nikiendelea kuwashauri kwamba jitahidini mtafute kazi za kufanya. Kama nilivyoweza kueleza vijana kuwajibika, ninaendelea kufurahi kwamba hapa nchini Tanzania kumekuwa na wimbi kubwa pia la vijana ambao wanawajibika, hususan katika mitandao ya kijamii. Waandishi wa habari mtakuwa ni mashuhuda wa jambo hili, lakini ndugu waandishi wa habari, naomba nichukue nafasi hii pia kuwaambia wazi kwamba tumieni vizuri media zenu. Jitahidini sana kuepukana na mambo ya taharuki. Jitahidini sana kuepukana na mambo ya taharuki yasiyokuwa na lazima na yasiyokuwa na umuhimu na msingi katika jamii zetu. Ninapoeleza hivyo, nina maana kubwa. Katika kipindi hiki kumejitokeza wimbi la kuibiwa nyeti. Nadhani mmeona wimbi hilo, na wengine hata wakipigwa wakipoteza maisha. Kama ni masuala ya mila, jadi, asili na utamaduni, mimi ndiye Mfalme Dr. Fadhili. Ninafahamu mila ilivyo, ninafahamu nguvu ya asili ilivyo, ninafahamu utendaji kazi wa nguvu za asili. Jambo hilo lilivyoingia katika jamii halikuingia katika mfumo thabiti. Ninaposema hivyo na maana gani? Mengine yalikuwa ni taharuki za mkumbo. Hakuna aliyeibiwa nyeti. Naomba mnielewe. Hakuna aliyeibiwa nyeti. Ninaeleza hivyo kwa sababu nimepokea taarifa kutoka kwa msemaji wa Jeshi la Polisi nchini Tanzania. Amenithibitishia wazi kwamba wale wote waliosema wazi kwamba wamepoteza nyeti, walipoitwa wakakaguliwa na katika maeneo maalum, walithibitika kuwa na nyeti zao. Sasa hapo ni jambo gani linafanyika? Jueni wazi kwamba wakati mwingine mnaweza mkapeleka taharuki ya utapeli. Ni matapeli wachache waliojiandaa kuweza kutafuta riziki kwa kutumia taharuki za namna hiyo. Na ni bahati mbaya kwamba wengine wanaohusika na tiba za asili wamekuwa na utaratibu wa utapeli wa wazi.
wanaandaa vijana, labda ni vijana 10, labda ni vijana 20, labda ni vijana wangapi, wanawapa hela ndogo tu kwa sababu hawana uwajibikaji, na wenyewe wanarubunika kwa sababu hawana majukumu. Wanawaambia sasa, ninyi mtasema huyu kaibiwa nyeti, halafu mkishasema ameibiwa nyeti, sasa ninyi wakati anapigwa, ninyi ndio mtakuwa mstari wa mbele, mnampiga na ninyi, ila msimpige sana. Sasa wakiwazidi nguvu raia, hamtawatoka. Ndio maana nasema acheni utapeli. Utapeli utawaletea matatizo. Kuna baadhi ya watu wameshapoteza maisha. Sasa taharuki za namna hii, vyombo vya habari inabidi mwe makini. Mjitahidi kuchuja habari. Kuna vingine havitaki kwenda hata kwenye media. Kuna vingine lazima mjitahidi. Mwanzo tulikuwa na utaratibu mzuri wa habari maelezo. Unaenda habari maelezo, unafuatilia taarifa, na ukishaigundua ndio unaweza ukaikava. Sasa hivi ni bahati mbaya kutokana na mitandao ya kijamii na watu vijana, naona mmepata juhudi ya kujiajiri katika mitandao ya kijamii, mmekuwa tena hamna muda wa kuchuja habari. Wangapi mmetoka habari maelezo hapa? Au wangapi mmejisajili chini ya idara ya habari maelezo? Jitahidini, kwa sababu haya mambo ni mambo ambayo ni nyeti. Unapopeleka taarifa, kila taarifa ina maana yake. Inaweza kafika hatua unaulizwa, roho sasa mbona umepeleka taarifa ya mtu kapotelewa nyeti? Una uhakika? Na huo uhakika umeutoa wapi? Kama ni mambo ya taarifa, si tuna habari maelezo. Wao wamesemaje kuhusu hiyo taarifa? Au unauliza media zingine ambazo unajua kabisa hawa labda pengine wamehusika na utafiti na wamejiridhisha. Lakini kiwa tu tunaenda hivi baadaye tutaleta taharuki ambayo itasababisha mambo mabaya sana kwenye jamii. Na ndio maana nikasema si vizuri kunyamaza kimya. Mimi kama Mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni, nimependekeza kuweza kuwaita ndugu waandishi wa habari, niwape kwanza ushauri huo, lakini pia nikiendelea kuzungumza na vijana kuhusiana na masuala ya utapeli. Fanyeni kazi. Media zenu zinaweza kusaidia wafanyabiashara na wakajikuta wamefika mbali sana. Sio mpaka mtu ajiajiri kwenye utapeli. Na kuna bahati mbaya kwamba kuna wengine ni matapeli, tena sijui niseme kwa lugha gani, matapeli waliofuzu kabisa. Kiasi ya kwamba nguvu ile ya utapeli wanayoitumia wangeiweka kwenye utendaji, wangekuwa mbali. Lakini bahati mbaya bado wameng'ang'ania utapeli tu. Na mpaka wengine wamekodi maofisi mazuri kabisa kwa ajili ya utapeli. Mimi kama kiongozi wa kimila nimependa kuzungumza hayo, lakini tu nieleze wazi kwa sababu najua mimi nimekuwa nikisimama na huduma kwa muda mrefu, na ndio maana mpaka nawapa taarifa za habari maelezo. Mimi nimeanza kuingia kwenye media ni takriban zaidi ya miaka 20 iliyopita. Hii ndio ofisi yangu na hapa ndipo kwenye himaya yangu. Hapa tumekuwa tukihusika na mambo mengi tofauti tofauti, yakiwemo ya kuwasaidia watu kisayansi na kiroho. Sasa ikiwa itaonekana kuna wengine wamefika na wakaona wazo tumekosa pa kulala, tumekosa pa kupumzika, nimejaribu kutengeneza maeneo mengi sana kwa ajili ya kufikishia wagonjwa wangu au wateja kutoka maeneo mbalimbali. Nina wateja kutoka Zambia, nina wateja kutoka South Africa, nina wateja kutoka Marekani, nina wateja kutoka Kongo, nina wateja wengine wanatoka hapa Tanzania, lakini mikoa ya mbali. Tumejaribu kuleta sehemu ya mapumziko ambapo tulikuwa tumeandaa vyumba 20, vyote tayari tumeona vimejaa. Na kujaa kwake si kwamba wanakuja wanaishi, hapana, ni ile tunapokea, wanakuja, wanafikia pale kwa mapumziko kidogo, wanaondoka. Tumeweza kuandalia tena eneo rasmi ambalo pia tutaweza kuwafikishia maeneo hayo. Tumejenga jengo letu ambalo hilo jengo watakuwa wanafikia wahitaji wetu au wateja wetu kutoka maeneo mbalimbali duniani. Kama nilivyoeleza, na wateja kutoka sehemu mbalimbali duniani, nina wateja kutoka Amerika, nina wateja kutoka Canada, nina wateja kutoka Kongo, na wanapokuja wakati mwingine hawana ndugu, na wengine pia wakiwa hawana fedha kabisa. Sasa katika maeneo hayo tumejiandaa kujenga jengo lingine hapa ndani ya compound ambalo litakuwa na uwezo wa kuaccommodate watu 40. Kama nilivyoeleza mwanzo, tulikuwa tumeaccommodate watu 20 ambao wanaingia na kutoka, lakini sehemu hiyo imezidiwa. Kwa tumeamua kuandaa jengo la ziada ambalo mpaka hapa ninapozungumza liko hatua ya 70%, bado 30% peke yake. Na ni wazi kwamba mwisho wa mwezi huu nimeweza kuzungumza na engineer, atakuwa tayari ametukabidhi jengo hilo kwa ajili ya wagonjwa kuweza kufikia katika hilo jengo. Lakini wakati huo huo tutaweza kulifanyia uzinduzi tarehe 5 mwezi wa 5 ambapo ni Mei Mosi, kwa namna ya sikukuu za wafanyakazi hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo nadhani tutaendelea kupeana taarifa na tutawapatia update kwa kitakachoendelea. Kama kuna maswali, ninaruhusu maswali. Kama hakuna maswali, basi tufike eneo la jengo hilo. Baada ya hapo tutaweza kuendelea maelekezo ya ziada, lakini
maswali ni hapa hapa, ambaye atakwepa katika eneo hili. Kwa yeyote ambaye atahitaji exclusive interview tena na mimi, basi atanitafuta kwa muda mwingine. Asante kwa swali lako. Itoshe tu kueleza wazi kwamba kama nilivyoweza kueleza, kuna baadhi ya vingine vinakuja kama taharuki ya mkumbo. Hakuna huduma rasmi ambayo inahitaji viungo vya mtu, isipokuwa wanaoweza kufanya hivyo ni matapeli tu. Na ndio maana hata wale ambao wakati mwingine wanaagizwa vitu vya namna hiyo wamejikuta wakiishia pabaya. Sasa imagine umemlipa hao wanaojiita wataalamu wa tiba asili, amekutuma vitu hivyo, umeenda kupambana navyo, umepata au umekosa, unaishia kukamatwa, unaishia gerezani. Mwisho wa siku yeye hayupo. Na ndio maana nikaeleza inabidi vijana mjituni katika utafutaji, vijana inabidi mjituni katika majukumu, fanyeni kazi. Vitu hivyo havina sehemu yoyote ambayo vinahitajika katika masuala ya jadi, asili na utamaduni. Na kama nilivyowaeleza, mimi ni kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni. Ninazifahamu nguvu za asili, nimerithi kutoka kwa babu na babu zangu kuhusiana na jukumu hili, na ninapokea taarifa za kiroho. Hakuna sehemu ambapo panahitajika viungo vya watu kwa sababu ya tiba. Maana kama kiongozi wa kimila ambaye na mimi nimepata taarifa kutoka sehemu mbalimbali duniani, maana wengine mtaanza kujiuliza, waandishi wa habari, Mfalme Dr. Fadhili, kwa nini unazungumza kwamba umepokea taarifa nchini Marekani, umepokea taarifa nchini Canada, umepokea taarifa Kongo? Wewe ni nani? Kama nilivyoweza kujitambulisha, mimi ni Mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni kutoka himaya ya Nyarutambwe, Manyovu, Kigoma, Tanzania. Na himaya yangu kama kiongozi wa kimila ina watu 285,000. Lakini nje na cheo hicho, mimi ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi kwa dunia yote, worldwide. Na nina masomo ambayo nimekuwa nikifundisha vijana juu ya habari ya uwajibikaji. Nina masomo ambayo nimekuwa nikifundisha vijana juu ya jinsi wanavyoweza kufanikiwa kwa wepesi, pasina kutumia ushirikina mbaya ambao unahitaji viungo au nyeti za watu. Ndiyo maana ninapokea taarifa kutoka maeneo mbalimbali duniani. Sasa kwa kuwa nimepokea taarifa hizo, ndio maana nikaona ni vizuri niweze kuongea na matapeli kupitia media hizi, na niendelee kuwashauri na kuambia wazi kwamba utapeli ni kitu kibaya sana. Kutapeli ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni jinsi utakavyoishi na huo utapeli mpaka unazeeka. Wakati mwingine unaweza kujikuta umeandaa mfumo thabiti mzuri kabisa wa utapeli na umefanikiwa na unajipatia kipato kabisa kutokana na utapeli wako, lakini unaathiri watoto wako, unaathiri familia yako. Nimeelezea wazi kwamba kuna baadhi ya ndoa zinaharibika kwa sababu wazazi wamekuwa ni matapeli, wanalaana za midomo ya watu wengi. Maana kumbuka, hakuna utakaye mtapeli asimulilie Mungu, hakuna utakaye mtapeli asipambane. Kila yeyote utakaye mtapeli lazima neno lako, jina lako atalitamka kwa ubaya. Sasa kwa nini muendelee kutamka kwa ubaya katika dunia hii? Na kumbukeni, niliwaambia maswala yanayohusiana na malipo ni hapa hapa. Ukitenda wema umejitendea mwenyewe, ukitenda ubaya umejitendea mwenyewe. Na kwa sababu za namna hiyo, kama umewatendea mabaya watu, wanapotamka yale maneno yanachukuliwa. Na maisha ya mtu, niliwaambia, ni memory card. Maisha ya mtu ni memory card. Kila unachokifanya kinarekodiwa. Kila unachokifanya hakirekodiwi na ninyi waandishi wa habari. Yapo ya Mungu yanayorekodi mambo hayo na yanajibiwa. Ndio maana wakati mwingine unaweza kuhisi mimi ni kitapeli kwa siri, maana mfalme amesema matapeli wengine wameshaandika hata mtandao, wameshafungua na ofisi. Mimi hata ofisi sina, mimi ni kwa siri, sijulikani. You just do it. Ipo siku utaregret. Ipo siku utajuta, kwa sababu hakuna siri katika kuishi. Siri ni kwa sisi viumbe kwa viumbe, lakini kwa Muumba na yake anayotenda hapana siri. Na ndio maana kuta kwamba unaweza kujiajiri kwenye utapeli, ukajikuta unapokea laana ambazo zinakuvaa wewe na uzao wako. Unashangaa mtoto wako ni mzuri, ila anaolewa anaachika tu. Unashangaa mtoto wako anajituma, anajitahidi, anaenda kwenye maombi kila nyakati, anafanya ibada, lakini yeye mwizi. Unashangaa kanazaliwa katoto kwenye mtaa kaezi kweli kweli, kumbe baba tapeli, babu tapeli. Ndio maana nikasema wazi kwamba unapokuwa umeingia kwenye masuala hayo, ni heri ukajua kwamba ipo siku utapeli wangu utaniletea matatizo. Kama ukichuni hapo, ndipo utaanza kuwatafuta viongozi wa kiroho wanaokusimamia,
au katutafuta sisi viongozi wa kiroho katika misingi ya jadi, ili tukupatie maelekezo ya jinsi ya kuondoka kwenye utapeli huo na jinsi ya kupokea zingatio la msamaha kwa utapeli ambao umekwisha kufanya, na uache kabisa. Maana kuambia tu acheni, mwisho wa siku mtasema mfalme, sasa tumeacha lakini tulishatapeli sana, tutafanyaje? Nimekubali kutoa ajira pia, na nilikubali kuwafundisha wale watu wa tiba asili wanaotapeli, waliojitangaza wao ni watu wa tiba asili hali ya kuwa sio waganga na hawajui tiba asili. Nilishauri kwamba ikiwa umegundua kwamba ni jambo ambalo unahisi unalitamani ila haulijui, usiendelee kutapeli watu. Nimekaribisha watu hapa kwenye himaya wanaotamani kujifunza, waje niwafundishe, kwa sababu mimi nimesimama na masuala ya tiba za asili kwa muda wa kutosha. Nimewasaidia watu wengi sana kuwafundisha na kuwasimika katika masuala ya uganga katika utaratibu wa kisheria. Kama mnavyojua wazi kwamba hapa nchini Tanzania tunayo sheria ya tiba asili na tiba mbadala ambayo inasimamia taratibu na hatua zote za kimila. Kwa hiyo inapofika hatua kwamba wewe unatamani kujiajiri katika masuala yanayohusiana na tiba asili na haujui chochote, karibu, nilishauri watu waje. Na ukija, kuna wengine hawataruhusiwa kufanyiwa mafunzo kwa sababu wengine wamesha kubuhu. Unajua maana ya kukubuhu? Ameshakuwa ni tapeli mpaka amejisahau. Ameshakuwa ni tapeli mpaka utapeli uko kwenye damu. Sasa watu wa hivyo inaweza kafika hatua wasiwezekane tena kufundishika, kwa sababu unapofundisha mtu ambaye ameshatapeli, maana yake ni sawa unapeleka tena uchafu kwenye sehemu chafu. Nitakupatia mashauri ya kufanya, nitakuelekeza maadili, nitakuelekeza jinsi ambavyo unaweza kuanza kilimo na kikakuletea tija ya kukusaidia kipato wewe na familia yako. Nitakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukaanza biashara nje na hizo ulizokuwa ukihusika na utapeli, na zikakuletea tija katika mafanikio yako, na ukaweza kujikomboa wewe kiuchumi na familia yako tena kwa amani.